Bwana kama dawa bwana, mimi naitwa Ali Upuji kuntunya kidimdimu Mwandila. Bwana, tuko ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS ndani ya Sukari House. Tuko hapa tumekuja kupiga story mbili tatu na ndugu wawekezaji, tuone hasa kuna ambao tunaamini leo hii tutakutana nao ni kwa mara ya kwanza, ambao watakuwa wamekuja hapa kuweza kuja kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji, au sivyo? Bwana, karibu sana na usitoke. Bwana, kama vipi? Safi, kwa mambo yanasema kawaida. Bwana, mimi naitwa Ali Upuji natokea UTT AMIS. Wewe unaitwa nani? Vincent Matthew. Sorry, sauti kidogo. Vincent Matthew. Vincent Matthew. Yeah. Unatokea wapi? Pugu. Bwana, pole sana. Ni kwa mara ya kwanza ndo umekuja hapa Sukari House? Hapana. Ni mwekezaji wa muda mrefu? Nimeanza 2024. 2024. Una mifuko mingapi UTT? Miwili. Upi na upi? Bond fund na wekeza maisha. Anawekeza maisha. Ni nani ambaye labda aliweza kukupa elimu na aweza kukushauri kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS, ukaona kwamba ni sehemu sahihi ya wewe kwenda kuwekeza pesa zako? Baba mdogo. Babako mdogo. Naye ni mwekezaji wa muda mrefu sana. Toka mwaka 2024 mpaka leo hii 2026, ulichokiwekeza katika hii mifuko yako miwili, unaona kweli ni mtu ambaye labda ulichelewa, ilibidi labda uwekeze toka 2010? Nilichelewa sana. Ulichelewa sana. Sasa hivi ulichelewa sana. Kutokana na nini unahisi labda kusema umechelewa? Kutokana na zile faida unazoziona UTT unazozipata katika mifuko yako au nini? Faida pia na sehemu salama ya kuwekeza akiba kwa vijana kama sisi. Kuepusha matumizi ya hapa na pale. Unahisi labda wewe katika uwekezaji wako, kila mtu anawekeza kutokana na malengo yako. Katika malengo yako hasa unahisi uliyafikia na unayafikia? Bado sijafikia na lazima nitafikia. Okay. Kwa sababu kama mimi naweza nikasema labda mimi ni kijana, nataka nijenge nyumba baada ya miaka 3. Si ndivyo? Najua kujenga nyumba mimi siwezi nikapata pesa ile bumba ila imedondoka kwenye mti, si ndivyo? Kwa maana yake lazima ile kibango niweze kuwekeza kama ni sehemu salama kama UTT, si ndivyo? Najua kabisa mimi ndani ya miaka 3 nikipata lile begi langu haswa najenga ile nyumba yangu. Wewe una malengo ya muda gani kukamilisha labda malengo yako? Miaka 20. Lazima unataka kuja kuwa bilionea. Kawaida. Kawaida tu. Okay, labda neno lako kwa vijana wenzio, ndugu zako ambao wanaishi leo hii bado hawajajua chochote kuhusiana na masuala ya uwekezaji na UTT AMIS, wanaogopa hivi, hebu washauri kitu chochote. Cha kuwashauri, UTT ni sehemu salama kwa vijana kuweka akiba na kukuza mtaji. Maana sisi vijana tuna mambo mengi. Ukiweka tu pesa zako kwenye hizi kadi za ATM, unaweza ukapata na shida kidogo unaenda kutoa. Lakini UTT hadi ujaze form, upewe siku, unaweza ile shida ilikuwa ya muda mfupi, mwisho ukaitatua kwa namna nyingine kuliko kutumia pesa zako. Mimi ndo nawashauri kwamba UTT ni sehemu salama kwa kijana kuweka akiba na kukuza mtaji kwa malengo ya baadaye. Yeah. Kambua vipi? Safi kaka. Hebu uko poa? Niko poa kabisa. Bwana, mimi naitwa Ali Upuji natokea UTT AMIS. Sio ndugu yangu unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Eric Uledi natokea maeneo ya Gongo la Mboto. Gongo la Mboto. Karibu sana na pole pia. Asante sana. Sasa ni mwekezaji wa muda mrefu au ni kwa mara kwanza ndio umekuja hapa UTT AMIS headquarter? Sio muda mrefu, nina kama miezi 6 hivi. Miezi 6. Yes. Uliweza kupata elimu ili kutosheleza ukasema sasa ni muda sahihi wa mimi kujiunga na UTT? Hakika, nilipata elimu na elimu ilinivutia sana. Okay. Kwa sababu ni muda mrefu nilikuwa nafikiria ni namna gani. Unajua wakati mwingine tunakuwa na hofu. Sure. Kuna wengi wanajitokeza fanya hivi fanya vile, lakini unaona ni mali gani kunaweza kuwa salama. Lakini nikapata muda, nikaja hapa, nikapata elimu, nikaona imeniingia. Kwa nikaona hapa ni mahali sahihi pa kuwekeza. Na toka ulivyojiunga mpaka sasa hivi takriban hii ni miezi 6. Unajiona umechelewa? Hapana. Yaani unajiona kwamba kukuja, yani maybe labda ungejiunga toka 2010 huko? Najiona nimechelewa. Unajiona umechelewa? Na sio mimi tu, hata pia nina bi mkubwa wangu alistaafu. Okay. Sasa amestaafu ni takribani kama miaka 3 nyuma. Okay. Hakufahamu, lakini mimi ndo nilikuja nikapata hii elimu nikaenda nikampa. Akasema niliwahi kusikia lakini sasa sikupata maelezo ya kina. Sasa wewe ndo umenishtua. Kwa hiyo mimi ndo nikamshawishi, ikawa sababu ya yeye pia kuja kuwekeza hapa. Okay. Na yeye ni mwekezaji wa sasa hivi? Pia ni mwekezaji kwa sasa hivi. Okay. Ndio. Sasa labda tuzungumzie ulijiunga katika mfuko gani sasa? Liquid. Liquid. Yes. Inaitwa Ukwasi. Okay. Lakini vile toka umejiunga miezi 6, kuna faida yoyote ambayo unaiona katika uwekezaji wako uliofanya?
Of course hata leo ndo kimenileta kuangalia sehemu ya niliyopata. Ulikuwa unataka kuichomoa kidogo nichungulia. Unataka kwenda kufanya matumizi kidogo angalau sasa si ndio maana ya kuwekeza bwana. Okay. Sasa labda tuzungumzie. Mimi naamini kwamba UTT mpaka unasema umechelewa, na ndio maana nimekuuliza unajisi umechelewa kwa sababu kinachowatatiza watu wengi ni usalama. Inabidi watu waweze kufahamu UTT labda ni taasisi kwanza ya serikali, umeelewa? Naamini kwamba hata wewe ili ni katika kitu ambacho kilichokufanya uwe na amani. Unakuja kuwekeza katika taasisi ya serikali, lakini vile vile uo usalama ndio watu ambao unautia hofu. Wewe usalama umeuonaje? Kwanza kama ulivyosema kwamba UTT ni taasisi ya serikali, na hicho ndo kitu cha kwanza ambacho nilikuwa nataka kujua kwamba msimamizi wa UTT ni nani. Kuna wasimamizi wengi, mifuko mingi, lakini watu binafsi sasa una wasiwasi, lakini jambo la kwanza lilonipa matumaini kwamba msimamizi wa UTT ni serikali. Hapo kitu cha kwanza kikanipa uhakika wa 85% zaidi, unaona. Lakini jambo la pili, usalama wa uwekezaji, kwamba imeonekana kwamba mimi sitasumbua kichwa sana. Kuna mifuko mingine itahitaji pia hata wewe mwekezaji usumbue kichwa kuilinda faida yako, lakini kwa hapa ulinzi wa faida yako na uendeshaji unategemea wataalamu wa UTT. Kwa hiyo wewe ukiwekeza unasubiri ili uzalishaji uendelee na wewe upate faida yako. Kwa hiyo siumizi kichwa sana. Sawa. Lakini vile vile hujawaambia kusana faida, maana faida ndio zimekuleta leo hapa kuja kuchungulia bwana faida yangu mimi vipi ikiwezekana nichomoe. Waambie kwamba UTT unapata wastani wa faida 12% kila mwisho wa mwaka. Maana yake ni kwamba kila mwezi unakuwa unapata wastani wa faida 1%. Sivyo? Yes. Of course faida inategemeana na mfuko ulioko ulioweka. Kama liquid mimi ndo kama hivyo 12% panda 13%. Angalau 12 maana yake ni minimum. Ni minimum. Na muda mwingine unaweza kukuta kwa mfano kama liquid katika mwisho wa mwaka, tukizungumzia ripoti ya mwisho wa mwaka ambayo ya mwaka jana, liquid ilifika 13.3, sio 12 tena hiyo. Sio 12 tena. Ndio maana nikasema hapo 12, 13 inapanda, inacheza vizuri. Angalau tunashukuru Mungu. Bwana mkubwa vipi? Shwari kwaje? Kwema kabisa. Kwema kabisa. Bwana mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT AMIS. Sisi ndugu yangu anaitwa nani? Mimi naitwa Joshua Philip. Nani? Joshua Philip. Joshua Philip. Unatokea wapi? Natokea Mbagala. Mbagala. Karibu sana. Ni kwa mara ya kwanza ndio unakuja hapa au ni mwekezaji wa muda mrefu? Toka nimeanza ninakaribia mwaka mmoja. Toka umeanza sasa hivi una mwaka mmoja? Na mwaka mmoja. Okay. Sawa. Na umejiunga mfuko mingapi? Nimejiunga na mfuko mmoja. Upi? Ambao ni Umoja. Umoja. Okay, sawa. Elimu hii labda wewe uliipata wapi? Mtu kukwambia bwana Joshua nenda kajiunga na UTT? Elimu hii nilipata kwa vijana wenzangu. Katika kupata kwa vijana wenzangu ambao walikuwa wamejiunga na ile elimu, kutokana na maelezo walionipa na mimi nikashawishika kuweza kujiunga. Na kwa nilijiunga kwa njia ya simu, lakini baadaye nikaja kukamilisha usajili. Kwa hiyo toka nimejiunga kwa balance ambayo naiona nilikuwa nayo mara ya kwanza, na mimi ni kubwa kiasi kwamba kama nikiweza kuvumilia, kwa mfano mimi nimejiunga miaka 5 ijayo, nikija nikamaliza, mimi naamini nitakuwa katika hali ambayo ni nzuri sana. Kwa maana yake kwa huo mwaka mmoja, kwa faida ambayo unakuwa unaipata UTT, maana yake mwisho wa siku ukipiga mahesabu kwa miaka 5 inayokuja, maana yake utakuwa na hela nzuri kweli kweli. Nitakuwa na hela nzuri kweli kweli. Okay. Labda una ushauri gani kwa marafiki zako, labda kama sengine kuna shemeji, baba, kaka, marafiki, ungependa kuambia nini hasa kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS? Ushauri wangu ambao naweza nikwambia katika upande wa UTT AMIS, kiukweli mimi binafsi na washauri wajiunge na mfuko. Wajiunge na mfuko kwa sababu ni mfuko ambao kama una malengo yako binafsi ambao umeandaa kwa miaka 10 ijayo, ninaamini kabisa kuna chochote ambacho unaweza kupata katika baada ya hiyo miaka, unaweza kupata chochote ambacho naamini kwamba tafikia malengo ambayo ulikuwa unahitaji, ila inahitaji uvumilivu. Inahitaji uvumilivu. Na uwe na discipline. Kwa sababu kama utakuwa labda kiwango chako ni kidogo, ukawa huna roho ile ya kuweza kuvumilia, kuweza kuchukua kujimanage kusudi ndio kuihandle, kidogo itakushinda. Lakini kama ukipambana, na mimi ndani ya miaka 10 utapata chochote kitu. Utapata kitu chochote. Kama ni malengo yako ya kujenga nini, unaweza kufanikiwa katika hilo jambo. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS kimenifikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS
imetufikia. Kikubwa ni kuweza kuhakikisha kwamba elimu inaweza ikawafikia ndugu wawekezaji, na ni kweli hasa inawafikia sasa hivi na elimu kupitia mitandao ya kijamii, lakini vile vile hata wakija hapa Sukari House wanahakikisha kabisa kwamba mtu akija hajui chochote, basi ataondoka na atajua zile faida, lakini vile vile na atajua kwamba UTT AMIS unakuja kuwekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali, lakini vile vile usalama ndio ambao watatoka wakiwa hapa wana furaha mno kwamba tunaenda kuwekeza katika taasisi ambayo vile vile nayo ni sehemu salama. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju kuntunya Kidimdim Mwandila. Nimshukuru sana Cosmas Mtumbadesi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sisi hatuna wa ziada. Bwana, tukutane next time. Bye bye.